Timu imefikia hoteli ya Protea ambapo ipo mjini katikati Ushuani. Nadhani mazingira yenyewe unaweza ukaona hakuna vumbi wala nini, ni milio ya magari pamoja na ndege wazuri wenye kuliwaza. Kwa hiyo tuko zetu hapa, utulivu ni mkubwa wa hali ya juu. Of course ni mjini katikati, lakini utulivu wake ni wa hali ya juu sana, kwa sababu watu wanaopita katika maeneo haya ni watu ambao wana status fulani hivi. So wale watu wakipita na wakipita wanazungumza taratibu Kizulu ama Kiingereza, kwa hiyo hakuna fujo za aina yoyote. Timu iko tulivu, vijana wamepumzika zao vyumbani, wanaendelea kuidiscuss kuicheza mechi kwenye ubongo wao, tukisubiri muda wa mazoezi. Kwa namna ambavyo wachezaji walivyo, pengine benchi la ufundi kupata nafasi ya kuzungumza nao, kuonana nao, morphology yao inasemaje kuelekea kwenye huo mchezo? Wanautaka sana huu mchezo, wanautaka alafu wanautaka tena huu mchezo. Kila mmoja anataka kuandika historia ya kuipeleka Simba finali, na hakuna hata mchezaji mmoja ambaye amekata tamaa na matokeo ya mechi ya kwanza. Kila mchezaji ana shauku kubwa na kila mchezaji anaiona finali hii hapa. Yani hilo ndio jambo kubwa zaidi. Unajua ukiwa unayaona mafanikio, unaongeza nguvu ya kupambana zaidi. Ni sawasawa na mtu ambaye ana nini ile, yuko machimboni, anatafuta dhahabu, anaamini kila akichimba ataipata, kwa hiyo anachimba kwa bidii zaidi. Ndivyo ilivyo kwa wachezaji wa Simba. Wanaamini kabisa ya kwamba finali hii hapa tunaipataje hii finali, kwa wao kufanya juhudi na maarifa. Kwa hiyo inaongezea confidence, inaongezea morali na nguvu ya kwenda kupambana siku ya Jumapili, twenda tukatimize malengo ya kucheza finali. Kumekuwa na story nyingi semaji huko nyuma, sio timu ikienda ugenini, changamoto, sio fitness, sio nini na vitu vya namna hiyo. Tangu timu imefika jana mpaka hivi sasa tunazungumza, kuna changamoto yoyote kuakisi siku ya mchezo? Unajua mpira wa Afrika umebadilika sana siku hizi. Zile fitna zinazoonekana kwa macho wala hazifanyiki sana siku hizi. Yani siku hizi unaweza ukaenda sehemu ukapokelewa vizuri, ukapewa gari, mwenyeji wako akakupa uwanja wa mazoezi, yani akakufanyia vitu vyote, ukaona kweli hapa niko sehemu salama. Kumbe iko namna ambayo yeye anakuminya, wewe hujijui, unakuja kushtuka siku ya mchezo tayari umeshapasuka. Sasa zile fitna za hadharan Simba hatujakutana nazo, na kama ambavyo nafahamu wenyeji ambao tunacheza nao, kwa maana ya mpinzani wetu Stellenbosch, hata hapa Durban, na yeye sio mwenyeji kabisa. Yani I'm so sure ukizunguka hapa ukauliza hawa watu wanaozurula kuhusiana na Stellenbosch, wanaweza kawa hawaifahamu, kwa sababu huko ni tofauti na Tanzania kidogo, ambapo unakuta kama Simba ina utawala mikoa yote. Dodoma Simba anatawala, Kigoma Simba ni mtawala, Mwanza Simba ni mtawala, Sumbawanga Simba ni mtawala. Kwa hiyo kwa hapa ni tofauti. Hapa Durban wana timu zao wenyewe, wana ile Zulu nini ile ama Zulu, umeona bana. Kwa hiyo Stellenbosch yani wanaifahamu juu, yani haipo kwenye mioyo yao kabisa. Kwa hiyo hakuna fitna yoyote ambayo imefanyika, na kitu ambacho huwezi kuamini ni kwamba hata wao bado hawajafika hapa Durban kwenye kituo cha mechi. Sijui watakuja lini, lakini bado hawajafika. Kwa hiyo kama yeye bado hajafika kwenye eneo la kazi, anawezaje kufanya fitna? Lakini yote kwa yote, sasa hatujakaa kibwegebwege, tumekaa kimkakati, tumekaa kimpango. Yani maarifa tunayoyatumia kwenye kujilinda ni kana kwamba tupo katikati ya vita ya msituni. Tunaangalia adui anakuja kutoka upande gani tuweze kumdhibiti. Tunafanya hivyo kwa sababu uweze kujua mpinzani wako anakuja na fataki gani. Anaweza asije na fataki la kuonekana, yani anaweza asije akakupa sumu, anaweza akakuletea asali kumbe ndani yake ina. Kwa hiyo tuko makini mno kuhakikisha kwamba hakuna mtu yote ambaye
anavuruga utulivu wa kambi yetu. Hakuna mtu yote ambaye anavuruga wachezaji wetu kiakili. Tunataka wachezaji wetu wawe wametulia, yani kama wapo kwenye incubator.